Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe sana ndugu zangu wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika siku hii ya leo. Karibuni tena hapa Maranatha Ministry Tanzania, tuweze kubarikiwa pamoja na kile ambacho Bwana Mungu wa mbinguni amekiandaa kwa ajili yetu. Tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa ambapo hizi jumbe tunazisikia kwa mara ya mwisho katika masikio yetu. Kwa sisi tunaoitwa wa Adventista wa Sabato, hizi jumbe tutakuwa tukizisikia kwa mara ya mwisho na huenda hatutazisikia tena hivi karibuni. Dunia hii imejiandaa kuzuia jumbe hizi zisiweze kufika tena kwenye masikio ya watu. Tunaishi katika ulimwengu wa hatari kabisa, tunaishi katika nyakati za hatari kabisa za historia ya dunia hii. Tangu dhambi ingie kwenye huu ulimwengu ni takribani sasa inakaribia miaka 6000. Imebakia miaka michache sana kufikia miaka 6000. Na Mungu wa mbinguni anatazama kwa huzuni, anatazama kwa masikitiko, lakini anakutazama wewe, ananitazama mimi. Lengo la Mungu ni moja tu, wanadamu waweze kutubu na kuacha dhambi, uovu na makosa. Na ndio lengo la Maranatha Ministry, na ndio lengo la mimi kusimama mbele yako siku hii ya leo, kwa lengo tu moja, kushirikiana na Baba wa mbinguni kwa lengo la kuhakikisha dhambi inakoma kuwa sehemu ya maisha yetu. Kila wakati katika historia ya dunia, kila kizazi katika historia ya dunia hii, Mungu wa mbinguni amekuwa akituma wajumbe kwa dunia hii. Amekuwa akituma wajumbe kuwaonya kwa ajili ya kile kinachoujia ulimwengu, kwa ajili ya zahama ya mwisho au kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Hivyo ni kualike siku ya leo tuendelee kusikiliza haya maonyo ambayo Bwana Mungu anatupatia sisi wa Adventista wa Sabato na watu ambao sio wa Adventista wa Sabato. Hebu ni kualike tupate kuomba, tualike uwepo wa Bwana uweze kuwa pamoja nasi. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba, ninakushukuru kwa ajili ya fursa hii nyingine tena ya kushirikiana na wewe kwa ajili ya kutoa neno lako la uzima. Ninashukuru kwa sababu umeruhusu tuweze kuwa na rehema kwa wakati huu kusikiliza maonyo haya, lakini tunatambua wazi tunaposoma maandiko matakatifu, tunapotazama unabii, unatudhihirishia kwamba unafika wakati ambapo hatutaweza tena kusikia jumbe hizi. Baba, kabla wakati huo haujafika, basi na kuomba utusaidie sasa tuweze kuwa makini na tusichelewe. Tusisikilize na kutazama tu kama vipindi vingine vya television, bali tuweze kutambua huu ni wajibu na ni fursa kwetu kufanya sehemu yetu ya kuchagua upande wako. Na alika uwepo wako uwe nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili la leo, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu watazamaji pamoja na wasikilizaji, tunapoenda katika kitabu cha Amos sura ile ya 8, tunaposoma Amos sura ya 8, kabla ya kuenda kuangalia somo la siku hii ya leo, hebu tusome Amos katika sura ile ya 8 ya kitabu cha Amos na ule mstari wa 11. Amos 8:11, maandiko yanasema hivi: Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana Mungu anasema hapa katika Amos sura ya 8. Maandiko yako wazi kwamba kutakuwa na njaa katika hii dunia. Lakini hii njaa Mungu ameizungumzia ni njaa ya namna gani? Sio njaa ya kukosa chakula cha kimwili, hapana, bali ni njaa ya kukosa kuyasikiliza maneno ya Bwana. Lakini mstari ule wa 12, maandiko yanasema hivi: Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazi hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Ndugu zangu, maandiko yako wazi. Unafika wakati ambapo tutatamani kusikiza neno la Mungu, haitawezekana tena. Tutatamani kuwasha simu zetu kutazama Maranatha Ministry, haitawezekana. Tutatamani kwenda kwa wainjilisti wanauza vitabu, hatutaona tena. Tutatamani hata kusikiliza wale tu wanaopita barabarani wakitangaza habari za Mungu, lakini hatutawaona tena. Huu ni wakati gani? Huu ni wakati ambapo dunia itakwenda kupitisha sheria ya Jumapili, itakwenda kutangaza chapa ya mnyama.
na hii chapa ya mnyama itawazuia wanadamu kupata neno hili la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa ni wakati ambapo rehema zitakuwa zimefungwa kwa kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Hivyo sisi kama Waadventista wa Sabato tuna sehemu ya kufanya kwa wakati wetu, kwa kipindi hiki. Fahari ya dunia hii tunayoiona, umaarufu wa dunia hii tunaouona, watu mashuhuri ambao tunawafahamu, watafika wakati ambapo hatutawaona tena. Na kila kitu ambacho mwanadamu anakiwekeza kwenye hii dunia, kama hakiwekezi kwa lengo la kuongoa roho za watu, kama hakiwekezi kwa lengo la wokovu wake yeye mwenyewe, hicho kitu kimsingi hakina faida yoyote kwenye maisha yake. Hivyo thamani ya mwanadamu ni nini? Thamani ya mwanadamu ni kuishi kwenye hii dunia na kumtumikia Mungu kwa nguvu zake zote, kwa akili yake yote, kwa roho yake yote, kwa mali zake zote alizonazo. Anapaswa amtumikie Mungu kikamilifu. Na tunapaswa kuamini kwamba dunia hii inaenda mwishoni, ndugu zangu. Nuhu alipotambua hilo, aliwekeza kila kitu alicho nacho kwa ajili ya ujenzi wa safina. Alipotambua kwamba dunia inakwenda mwisho, aliwekeza kila kitu alicho nacho kwa ajili ya ujenzi wa safina. Sasa kwa kuwa aliamini, na maandiko yanasema kwamba aliishi kwa imani, hivyo sisi Waadventista wa Sabato tunaoishi wakati huu, Mungu angependa tuweze kuwa kama Nuhu, angependa tuweze kuwa kama Ayubu, kama Danieli, kwa nyakati zao, kile ambacho walikifanya kumtumikia Mungu. Leo hii tunaishi, tunaweka mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje, kwamba kama mambo yakitokea ni upande wa Bwana, lakini kama mambo hayatatokea, basi nimeshajiwekeza tena duniani, nirudi kuendelea na maisha ya dunia. Ndugu zangu, hatuwezi tukaishi kipumbavu namna hiyo, hatuwezi tukaishi kijinga namna hiyo. Lazima akili zetu zifahamu kwamba dunia hii inaenda mwisho. Kila kitu kiko wazi kwamba dunia hii inaenda mwisho. Tazama taifa la Marekani kile kinachofanya. Tazama tu hata vile ambavyo rais huyu anaitwa Donald Trump, kwa mambo ambayo anayafanya sio ya kawaida. Hebu tutazame tu hata vile ambavyo anazungumza kuhusiana na ajenda zake za kuleta dunia kwa Mungu. Anasema kabisa yeye ndio rais ambaye amefanya zaidi kuliko marais wote katika mambo ya kidini. Hebu tuone kwanza hapa kidogo kile ambacho rais huyu anasema. Amefanya zaidi kuliko marais wote. Religion than any other president. When Paul was saying that, it was so nice. I was proud of it. And I said, that's true. I told the people backstage, what she said is true. Who else would say that, right? But it is true. But then I said, but that's not saying much, because not too many presidents have done too much for religion. I want to tell you that. Certainly modern day. Certainly modern day. Anasema yeye ndio rais ambaye amefanya zaidi kuliko marais wote katika swala zima la kidini. Yaani katika masuala mazima ya dini, rais huyu anajinadi kabisa kwamba yeye ndiye rais ambaye amefanya zaidi kuliko marais wengine wote. Na anasema kabisa anataka kulipeleka taifa lake kwa Mungu. Ndivyo ambavyo rais Donald Trump anazungumza kwamba yeye anataka kurudisha taifa hili kwa Mungu. Lakini swali ambalo sisi tunaweza tukajirudia, hebu tusikilize kwa kidogo. From the earliest days of our republic, faith in God has always been the ultimate source of the strength that beats in the hearts of our nation. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. It's one of the biggest problems that we've had over. Anasema tunatakiwa kurudisha tena dini, tena kwa nguvu kubwa sana. Lakini swali ambalo nilikuwa nikijiuliza mimi mara kwa mara, hivi Trump anaposema, kwanza tunafahamu historia ya Donald Trump kabla hajawa rais, tunajua ni mtu ambaye alikuwa pia anahusika na biashara zile za mieleka. Kwa hiyo akili yake anajua yeye mwenyewe. Kuna wakati kabisa alikuwa anapigana kwenye mamieleka hayo. Yaani akili yake anajua yeye mwenyewe. Sasa najiuliza swali. Rais Donald Trump anaposema kwamba anataka kuirudisha Marekani kwa Mungu tena kwa nguvu kubwa, jiulize swali, ni dini gani hiyo? Au ni mahali gani ambapo Trump, au ni Mungu gani huyo ambapo Trump anapeleka taifa la Marekani? Hebu tazama vita inayoendelea kati ya Israeli pamoja na Iran. Na Donald Trump yuko hapo kusupport Israeli kupigana hiyo vita. Alafu hapo unasikia kwamba huyu Donald Trump anaua kule, vita vinaendelea, watu wanauawa, lakini hana wasiwasi. Yule kiongozi wa Iran baada ya kuuawa, yeye hana wasiwasi tena, anamshukuru, ndio anafurahia kabisa kuuawa kwa huyo kiongozi. Najiuliza swali moja, ni dini gani hiyo ambayo Donald Trump anataka kuipeleka Marekani kuirejeshea kwayo? Lakini jiulize swali,
Unakumbuka hata wakati upapa umeanza kuua watakatifu, walipokuwa ukiua watakatifu, ni ajenda gani zilikuwa zinaletwa na ni ajenda gani ambazo zitaletwa? Hebu tazama kile ambacho maandiko nasema katika kitabu kile cha Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16, twende pamoja Yohana sura ya 16. Angalia zile ajenda zinazoletwa kwa ajili ya watu wa Mungu. Yohana 16, tutasoma kuanzia mstari ule wa kwanza. Haya ni maneno ya Mwokozi akizungumza na watu wake. Yohana sura 16 kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Mstari wa pili: watawatenga na masinagogi, watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu nini? Ibada. Tunasikia sasa. Kwa nini? Kwa sababu dunia inaenda kuwa vile vile kama Trump anachokifanya kwenye nchi zingine. Tunaona Trump anachokifanya, anasema anaondoa ugaidi. Kwa hiyo ugaidi unaondolewa kwa namna yoyote ile, na wakati huo huo anasema yeye analirudisha taifa lake kwa Mungu. Anasema yeye amefanya zaidi katika dini kuliko rais mwingine yoyote. Sasa basi, anayefanya hayo Trump, anayefanya kana kwamba ni mcha Mungu, akijaribu kutetea ugaidi, akijaribu kutokomeza ugaidi. Na unajua, Waadventista wa Sabato hivi karibuni tutaonekana ni magaidi kwenye hii dunia. Kwa hiyo basi, kinachofanyika kwenye nchi zingine, uaji unaofanyika na mambo mengine yote yanayofanyika, Waadventista wa Sabato yatatukuta hayo. Yatatukuta. Kwa nini? Kwa sababu dunia itasema hao ni magaidi, hao ni waondoa amani wa dunia hii, wanapaswa waondolewe mapema sana. Ndio maana unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13, hapa tunakutana na taifa la Marekani katika Ufunuo sura ya 13. Kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10 tunakuta hapa upapa. Tunakuta upapa huko hapa kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Na huyu upapa umeandikwa kama mnyama anayetoka kwenye maji mengi, anasapotiwa na mataifa mengi, anasapotiwa na watu wengi, anasapotiwa na wafalme wengi. Na maandiko yanasema kwamba wafalme wote wamelevya, wafalme wote hawa wanasapoti upapa. Marais wote duniani kote wanausapoti upapa. Serikali zote zinasikiliza papa anachokisema, na ndio maana ajenda zake ziko duniani kote. Rais Donald Trump anasikiliza ajenda za papa. Sasa hapa kuanzia mstari wa 11 ndipo tunaona taifa la Marekani. Hebu tusome maneno machache hapa. Maandiko yanasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano mwana-kondoo, akanena kama joka. Ana pembe mbili Marekani. Hizi pembe mbili ni mfano mwana-kondoo, lakini mwishoni maandiko yanasema akanena kama joka, akanena kama shetani katika udanganyifu. Ndipo mstari wa 12 maandiko yanasema, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Ni nani huyo? Huyo ni papa wa Vatican, ni papa wa Roma. Maandiko yanasema kwamba huyu papa au huyu Trump, huyu mnyama wa nchi kavu, anatumia uwezo. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Kwa hiyo kumbe utendaji kazi wa Marekani ni kwa sababu unachukua nguvu ya mnyama yule wa kwanza. Lakini lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuifanya dunia yote imsujudie mnyama yule wa kwanza. Ndugu zangu, maandiko haya tunayaamini. Unabii huu tunauamini kweli? Na sisi Waadventista wa Sabato, hata sina haja ya kuanza kuleta viashiria mbalimbali, kuleta ushahidi mbalimbali kwamba mnyama huyu wa pili ni nani? Ni Marekani. Tunatambua hayo. Pambano kuu tunazo majumbani kwetu. Tuna pambano kuu za kutosha. Cha ajabu nasema, Waadventista wa Sabato ni watu ambao kwa uinjilisti, kwa roho za watu wengine tuko vizuri. Ila uinjilisti wa sisi wenyewe ni tatizo. Tunaenda katika pambano kuu, tunachukua pambano kuu, tunagawa kwa watu. Pambano kuu hiyo sasa ikisomwa kwetu, tatizo. Mfano, nasema tu mfano. Chukua pambano kuu yako, kama unayo hapa, chukua pambano kuu yako. Sura ile ya 32. Pambano kuu tu sura ya 32. Angalia tu hapo. Mitego ya shetani. Soma tu paragrafu ya kwanza kabisa, sura 12, paragrafu ya kwanza. Maandiko yanasema hivi: pambano kuu kati ya Kristo na shetani.
pambano kuu kati ya Kristo na nani? Na Shetani, ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000. Karibu linakwisha. Hapo tu mwambie mtu bana, tunatakiwa kuelewa kipengele kwa kipengele. Hapa anaposema linalokaribia takriban miaka 6,000, maana yake nini? Utasikia tu mtu anakuambia hata hamjaenda mbali, hatujui siku wala saa. Hatujui siku wala saa. Miaka 6,000 hiyo huwezi kuihesabu. Kwa nini tusiweze kuhesabu? Kwa nini tusijue mianzo yake na misho yake? Kwa nini tusitambue hayo? Mungu ameficha nuru hii. Mungu hajaweka wazi kwamba miaka 6,000 hii inaanzia wakati gani? Mbona iko wazi katika kitabu kile cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 759. Anasema wazi kabisa, pambano kuu, tunazungumzia pambano kuu, lina muda wake. Mwanzo wa pambano ni mwanzo wa dhambi. Baada ya dhambi kuingia duniani tu, mpango wa ukombozi ukawekwa uanze kazi. Kwa hiyo kumbe, tunapotazama pambano kuu, tunapotazama miaka 6,000, tunaanza kuiangalia tangia dhambi ilipoingia kwenye ulimwengu na hadi pale Yesu atakapotokea mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Sasa sisi wa Sabato tumekuwa mahodari kugawa vitabu kwa wengine, kupelekea vitabu kwa watu wengine. Lakini sasa niwaambieni, pambano kuu hili linamhusu kwanza Mwadventista Msabato ambaye anafahamu nuru ya ujumbe wa malaika watatu, ambaye ndiye atakayefungiwa rehema kwanza. Hili ndio linamhusu pambano kuu. Kabla ya kumfikiria Mroma, mfikirie kwanza Msabato. Ndio maana jamani, tunaogawa hivi vitabu, wenye kusapoti vitabu hivi vya pambano kuu vigawiwe, tuhakikishe kwanza vinawakuta Waadventista wa Sabato katika majumba yao. Tutembee nyumba kwa nyumba kwa Waadventista wa Sabato, tugawe vitabu vya pambano kuu. Hakikisha kama una uwezo wa kugawa hivi vitabu, kanisa lako kwanza hakikisha linapata kitabu hiki cha pambano kuu. Ni kitabu cha muhimu sana, kitatuambia siri za mnyama huyu wa Ufunuo 13 ni nani? Ni Marekani. Mnyama huyu wa pili ni Marekani. Kwa hiyo Marekani anafanya kila anavyoweza ili kusudi dunia iweze kumsujudia mnyama wa kwanza. Harakati zote za Marekani unazoziona kwenda kupambana sijui na Venezuela, kupambana sijui na Irani, kupambana sijui na mataifa makubwa yote, lengo tu kwamba iendelee kubakia kuwa super power. Halafu mpili, kuhakikisha mnyama huyu wa kwanza ambaye ni Papa wa Vatican, Papa wa Roma, aweze kupata nafasi sasa ya kurejesha mamlaka yake kikamilifu duniani. Hilo ndilo lengo, na ndio lengo la Shetani, kuhakikisha anatekeleza ajenda zake za kukosoa serikali ya Mungu, lakini pia za kufanya watu wasimsujudie na kumabudu Mungu wa mbinguni katika utakatifu wake wa siku hii ya saba, siku ya Sabato. Maandiko yanasema katika ule mstari wa 13, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Hapa tunaona miujiza ambayo itatekelezwa na inayotekelezwa na taifa la Marekani. Kwa nini? Sikiliza. Marekani hivi sasa, dini ambayo iko juu pale Marekani ni dini ya Uprotestanti ulioasi. Ndiyo maana Rais Donald Trump huyu hata hapa amesema kwenye hii video, amesema Paula, amemtaja dada mmoja yake Paula. Paula ni nani? Paula aliposema kwamba mimi ni rais ambaye nimefanya zaidi kuliko marais wengine wote katika katika mambo ya kidini, akasema na Paula alisema hivyo. Paula ni nani? Paula huyo ni dada moja ambaye Donald Trump amemchagua. Baada ya Donald Trump kuingia madarakani, Donald Trump alianzisha ofisi ya mambo ya kiimani katika taifa la Marekani. Ofisi ya mambo ya kiimani. Na alipoanzisha ofisi ya mambo ya kiimani, alimchagua sasa mkuu wa ofisi hiyo. Na mkuu wa ofisi hiyo alimchagua dada moja anaitwa Paula. Huyu dada Paula, yeye huyu ni hao evangelical hao. Ni dini hizi za Protestant ulioasi. Sasa anafanya harakati nyingi sana na Trump. Wanafanya harakati nyingi sana na Trump kuhakikisha tu Uprotestant unafahamika Marekani na duniani kote. Kwa hiyo hapa maandiko yanaposema katika huu mstari wa 13, naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka, ina maana ni miujiza tutakayoshuhudia katika taifa la Marekani. Na mambo ni hatari sana. Tumefikia vilele kabisa vya historia ya dunia hii. Sisi wa Sabato tunafahamu kila kitu, na Mungu anasema kwamba vile alivyokuwa Yusufu kule Misri, vile alivyokuwa Danieli na wenzake kula Babeli, ndivyo Mungu anataka Waadventista wa Sabato tuwe kwenye huu ulimwengu.
lakini tutapitwa na kushangaa kwamba mambo ndivyo alikuwa hivyo, na hatutaweza kujua nini cha kufanya. Sasa kule Misri na kule Babeli, Danieli alifanya nini? Yusufu alifanya nini? Hawa watu walikuwa ni watatuzi wa matatizo, walikuwa ni problem solvers, walikuwa wakijua tatizo hili linakuja, wanaliona na wanajua nini cha kufanya kwa ajili ya tatizo hilo. Maandiko yanaendelea hapa katika ule mstari wa 14, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Sikiliza jamani, sikilizeni hapa. Hii Marekani, maandiko yanasema kwamba kazi yake ni moja, kuhakikisha inamfanyia sanamu mnyama aliyekuwa na jeraha la nini? La upanga. Ni nani huyo? Ni Papa wa Vatican, aliyekuwa na jeraha la mauti na baadaye maandiko yanasema akapona. Sasa basi kazi yake Trump au kazi ya serikali ya Marekani kuhakikisha inarejesha kikamilifu sanamu ya mnyama. Na sanamu ya mnyama ni nini? Sanamu ya mnyama ni muunganiko kati ya dini na serikali, ni muunganiko kati ya Uprotestanti ulioasi na serikali. Niulize swali, je, harakati hizi tunaziona? Jibu ni ndio. Huyu hapa anavyozungumzia kuhusiana na masuala mazima ya dini. Ni nini hicho anakileta? Anaileta dini kwa serikali. Analeta dini kwa serikali. Ni mnyama mwenye pembe mbili. Hapo kuna dini na pamoja na nini? Na serikali. Sikilizeni hapa. Analeta hicho kitu. Kwa hiyo sanamu ya mnyama, ndugu zangu, inaundwa bado tu kutiwa pumzi ile sanamu ya mnyama inene. Na unaposoma mstari wa 15, maandiko yanasema hivi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene. Sikiliza sasa, inaponena kinafanyika nini? Sanamu ya mnyama inaponena, inapotiwa pumzi, ni nini hicho? Shetani hafanyi mambo mapya. Shetani anaiga yale ya Mungu. Hata Bwana Mungu mara ya kwanza alipomuumba mwanadamu, yule mwanadamu alikuwa tu kama sanamu. Maandiko yanasema Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai. Kwa hiyo ni mwanadamu yule alipopewa tu pumzi ya uhai, akaanza kuongea, akaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ni sanamu ile ndio inaenda kuwa chapa ya mnyama. Ni sanamu ile ikishatiwa tu pumzi. Ni muunganiko tu kati ya dini na serikali. Mahali popote penye muunganiko kati ya dini na serikali, hiyo maana yake ni viashiria, ni cheche, ni nini? Niseme kwamba ni chembe za upapa. Kwa sababu upapa ni muunganiko kati ya dini na serikali. Na wengi leo hii ndugu zangu hawaelewi jambo hilo. Wanadhani ni jambo jema kwamba dini na serikali viungane. Lakini dini na serikali vikiungana, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni mateso, ndugu zangu. Ndio maana ukienda kule Roma, mkuu wa nchi ni papa. Mkuu wa dini ni papa. Maana yake yeye anashikilia mambo ya kidini na mambo ya kiserikali. Ndio maana unakuta watu wengi haoni shida kuingia kwenye siasa bila kujua. Unakuta mtu ni kiongozi wa dini na hapo ni kiongozi wa kisiasa. Hilo ni tatizo. Ndio maana na kuonya wewe Mwadventista msabato ambaye unajishughulisha na siasa, acha kwa neema ya Kristo. Msabato hupaswi kujishughulisha na mambo ya kisiasa hata kidogo. Hatukupaswa kujishughulisha na mambo ya kisiasa. Sio wajibu wetu na sio kazi yetu. Mwachie Trump ambaye anajua lengo la anaenda kutimiza nini. Waachie watu wasiojua ya mambo, waachie hao. Sisi wa Sabato tulipaswa kujishughulisha na kazi moja tu, ya kuhakikisha tunafanya sera za Mungu zijulikane duniani. Tunakuwa mabalozi kwenye hii dunia, kuwatoa watu dhambini na kuleta katika haki ya Kristo. Basi maandiko yanasema hivi, mstari ule wa 15, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene. Sikiliza hapa sasa, hata ile sanamu ya mnyama ifanyeje? Inene. Na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Mstari wa 11 tulisema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka. Mstari wa 12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Kwa Marekani kazi yake ni moja tu, kufanya dunia yote
wamsujudie mnyama wa kwanza. Narudi hapa mstari 15. Na litakapokuja kutimizwa hilo, itakapokuja kupitishwa sheria ya Jumapili, na ndio maana sheria ya Jumapili inapitishwa na taifa la Marekani. Na taifa la Marekani linapopitisha sheria ya Jumapili, kwa maana nyingine linapitisha kitu kinachoitwa utambulisho wa Papa wa Vatican. Na tunasikizana wote sasa. Kwa dunia itakaposikia sheria ya Jumapili ikitangazwa katika taifa la Marekani, dunia inapaswa kufanyaje? Kutii, kuabudu. Kama kule wapi? Kama kule Babeli. Na ndiyo maana jamani, tunapaswa kukisoma kitabu cha Danieli. Tunapaswa kurudia kitabu cha Danieli tena na tena. Kwa nini? Kwa sababu historia itajirudia tena. Wale vijana 3 pekee walikataa kusujudia sanamu iliyosimamishwa na Babeli kwa kipindi kile. Walikataa kusujudia kwa sababu walijua madai ya Mungu ya kuto kuabudu sanamu. Hapa maandiko yanatuambia sanamu ya mnyama inatengenezwa katika taifa la Marekani. Na taifa la Marekani litatangaza dunia yote imsujudie mnyama. Lakini sasa wale watakao kataa itakuwaje? Wale watakao kataa, maandiko yanasema watauawa. Amri ya kifo italetwa na wataonekana ni waasi. Kwa hiyo unavyoona mataifa mengine yanavyokamatwa, watu wanavyouawa na vitu vingine vinavyoendelea, vitu vingi vinaendelea, tunadhani wengine ni magaidi. Hamna, hata sio magaidi. Ni mchezo unachezwa. Kwa hiyo dunia itatazama Wasabato kipindi hicho, watasema hawa watu ni magaidi. Kwa nini? Kwa sababu dunia italeta sera. Hizo sera zitakazoletwa duniani kwamba watu wanapaswa kumwabudu Mungu wa kweli, wanapaswa kumrejea Mungu wa kweli. Sasa watakuta kuna kikundi cha watu wanajiita Waadventista wa Sabato. Tena cha ajabu, tutasalitiwa. Maandiko yanasema hapa, tutasalitiwa na kanisa. Kanisa hili kwa sababu sasa hivi mfumo unaoongoza kanisa la Waadventista wa Sabato sio mfumo wa Mungu. Sikiliza hapa. Mfumo unaoongoza kanisa la Sabato sio mfumo wa Mungu. Ni mfumo wa adui. Ni mfumo wa adui. Kwa hiyo basi, Wasabato wote watakaoonekana wako wanatetea dini, hapana, ni Biblia na Biblia pekee, ni roho ya unabii, tutaonekana ni waasi, tutatengwa na masinagogi, tutafukuzwa na hata ndugu zetu wa imani. Maandiko yanasema hivyo. Ndugu zetu wa imani wale, tena wengine ni miongoni mwa watu wanaoamini ukweli wa sasa, wataenda kutuchongea kwenye serikali. Tutakamatwa, tutasalitiwa, tutauawa, mateso yatakuja. Ndugu zangu, swali la msingi ni hili, somo la leo. Maandalizi 7 ya kivitendo kwa zama inayokuja. Maandalizi 7 ya kivitendo kwa ajili ya zama inayokuja. Twende pamoja tusikilize hapa. Katika maandalizi haya 7 ya kivitendo, ni nini ambacho tunapaswa kukielewa siku hii ya leo? Karibuni tujifunze pamoja maandalizi 7 ya kivitendo kwa zama inayokuja. Swali la msingi ni hili, zama hii ni nini? Tumeona zama hii ni chapa ya mnyama. Zama hii ni sheria ya Jumapili. Sheria ya Jumapili. Kutakuwa na tatizo gani? Kutakuwa na tatizo katika masuala mazima ya kimwili, masuala mazima ya kiroho na masuala mazima ya kiakili. Tunajiandaa vipi watu wa Mungu kuikabili zama hii inayokuja? Sikiliza kwa makini sana hapa ndugu zangu. Nataka tujifunze kwa pamoja tuweze kuona hatua hizi 7 za msingi za kuzifahamu kabla ya zahama hii kuja. Kabla ya sheria ya Jumapili, ni nini Wasabato tunapaswa kukielewa? Ni nini Wasabato tunapaswa kukifanya? Mungu atusaidie tuweze kuelewa hizi hatua kuu 7 au maandalizi kuu 7 ya kivitendo. Tutakuwa tukitazama jambo moja baada ya jingine. Tutaangalia moja moja. Leo tutapiga hatua kwenye kipengele cha kwanza cha maandalizi ya msingi ya kuchukua kabla ya zama hii kufika. Hebu tuone. Jambo la kwanza katika maandalizi ya 7 ya kivitendo ni swala zima la ibada. Ibada, devotion. Ndugu zangu, zama hii inayokuja itatubana sana katika kipengele kizima cha kumjua Mungu. Na ndio maana tumejifunza katika kitabu kile cha Amos, sura ile ya 8 na ule mstari wa 11. Biblia inasema kwamba unafika wakati ambapo kutakuwa na njaa. Maandiko yanasema sio njaa ya kukosa chakula, la hasha, bali ni njaa ya kukosa kuyasikiliza maneno ya Bwana. Na hata haya mambo tunajifunza ndugu zangu. Unaona mambo mengi ya kimwili yanafanyika, vita zinaendelea na mambo mengine mengi. Hata kipindi kilichopita nilisema kwamba vita hizi tunazoziona za kimwili ni ndogo ukilinganisha na vita za kiroho ambazo wewe na mimi tungepaswa kupigana. Vita za kimwili ni ndogo. Sasa maandalizi haya, moja kati ya maandalizi na msingi wa maandalizi haya ni swala zima la ibada. Ibada ni nini? Unajua wengi leo tujui kuhusu ibada.
Tunadhani ibada muda mwingine ni kuweka YouTube channel na kumsikiza mhubiri fulani dakika 50, nimefanya ibada. Kuamka asubuhi, baba asante kwa kuwa ni mwema, ibada. Hapana. Kwa Kiingereza ametumia neno devotion. Devotion ni zaidi ya neno hili ibada. Ni kujitoa kwetu kwa Mungu kikamilifu. Na hapa anazungumzia muda wetu, namna vile tunavyotumia muda na Mungu au muda na vitu. Na nikwambie kitu, Mungu anachohitaji kutoka kwetu ndugu zangu ni kuhakikisha anaupata muda wetu wote kikamilifu. Na mwanadamu ambaye ataweza kushirikiana na Mungu kuhakikisha muda wake unakuwa muda wa Mungu, huyo mwanadamu ataweza kupita katika zahama hii inayokuja. Ibada ni nini? Hebu tutazame kuhusiana na Kristo anavyotuambia kuhusu ibada na maisha yake akiwa hapa duniani. Kitabu hiki cha Huduma ya Uponyaji ukurasa ule wa 52.1 inasema hivi: asubuhi na mapema. Hapa nataka tuone ibada inahusisha nini, ni mambo mangapi yanahusika katika ibada, na tunapaswa kutambua ndugu zangu na kutendea kazi mambo haya ikiwa tunatamani kuwa tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili, kwa ajili ya zahama hii inayokuja. Maandiko yanasema asubuhi na mapema daima ilimkuta mahali pa faragha akifanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, akitafakari. Jambo la pili, akichunguza maandiko. Jambo la tatu, au katika maombi. Pia anasema kwa sauti ya kuimba. Kumbe kuna kuimba. Alikaribisha nuru ya asubuhi. Anaendelea, kwa nyimbo za shukrani alishangilia saa zake za kazi na kuwaletea furaha ya mbinguni wale waliochoshwa na suruba na waliovunjika moyo. Kumbe hapa katika ibada tunapata mambo makuu mangapi? Manne. Jambo la kwanza katika ibada ni kutafakari. Jambo la pili ni kuchunguza nini? Maandiko. Jambo la tatu maombi, lakini pia na nyimbo. Na ndugu zangu, shetani anatambua hilo. Katika Pambano Kuu ukurasa wa 530, Pambano Kuu, tufike pamoja Pambano Kuu, tuone kile ambacho adui anakijua. Adui anajua wazi kabisa katika hapa ibada. Anajua wale wote ambao hawana ibada atawaangusha tu, anatambua wazi. Maandiko nasema hapa katika Pambano Kuu ule ukurasa wa 530, Pambano Kuu ukurasa wa 530, maandiko nasema hivi katika roho nabii hapa: hakuna mtu, yani hata mmoja hayupo. Hakuna mtu aliye salama kwa siku moja au kwa saa moja bila kuomba. Hapa amesema bila kuomba, lakini kwa upana bila ibada. Na hapa maombi yanazungumziwa si yale maombi labda mtu anaenda mahali anapiga magoti anaomba, haitawezekana. Ila namna ambavyo muda wa huyu mtu unatumikaje. Na ndio maana jamani, Mungu akiweza kupata muda wetu wote, tayari tutaweza kuwa tayari. Tutaweza kuwa tayari. Hapo onekana. Ikiwa Mungu wa mbinguni ataweza kupata muda wetu wa maisha yetu yote, mawazo ya mtu, tafakari yake, mazungumzo yake, jamani, hapo tutakuwa tayari kwa ajili ya zama inayokuja. Sasa maandiko yanasema kwamba Mwokozi asubuhi na mapema ilikuwa ikimkuta akitafakari, akichunguza maandiko au katika maombi. Na Pambano Kuu inasema kwamba hakuna mtu aliye salama kwa saa au kwa siku bila maombi. Na wale wote ambao wanachunguza maandiko na kuwa na maombi, adui anajua hawezi kuwapata watu wa namna hiyo. Hasa dunia pia imetutengenezea mfumo wa maisha. Huu mfumo wa maisha ni mfumo wa maisha kuwa mbali na Kristo na kutumia muda mwingi katika vitu mbalimbali. Kutumia muda mwingi sana katika simu. Na ndio maana mtu ni rahisi siku nzima au masaa mengi akainamisha uso kuchati bila kuinua uso kwa Kristo juu, kusikiliza kile ambacho Yesu anakisema. Ndio maana katika kile kitabu cha kitabu kile cha Wakolosai sura ya 3. Wakolosai sura ya 3. Tufike pamoja hapa Wakolosai sura ya 3. Tutazame tu katika ule mstari wa kwanza kabisa, Wakolosai sura ile ya 3 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo,
yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sikilizeni mstari wa pili. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yafikirini yaliyo wapi? Juu. Tafakari yetu sisi wanadamu, ikiwa tunaamini kwamba hivi karibuni dunia itaenda kutuwekea kitu kinachoitwa nini jamani? Kutuwekea kipingamizi cha ibada, kutuwekea wakati ambapo tunajifunza kuhusiana na uhuru wa dhamiri. Dunia hivi karibuni inaenda kuondoa uhuru wa dhamiri. Itakapoondoa uhuru wa dhamiri, ndugu zangu, yule tu aliyezoea kuweka mawazo yake kwa Kristo, kwa kile ambacho anakifanya, huyo ataweza kusimama wakati huo. Maandiko yanasema kwamba yafikirini yaliyo juu, Kristo aliko. Anafanya nini sasa Kristo? Katika hekalu la juu mbinguni. Na tulijifunza kipindi kilichopita, tuliona kwamba hukumu zimeanza mbinguni, na hukumu imeanza kwa waliokufa. Kitambo hukumu zitakwenda kwa walio hai. Ndugu zangu, hukumu zitakapohamia kwa walio hai, akili yetu, mawazo yetu, kimsingi tunapaswa kupata ushindi dhidi ya kila dhambi. Tunapaswa kumaliza kazi, na ndio maana kumaliza kazi sio kugawa vitabu duniani kote, sio hivyo. Sio kuhubiri mahubiri mengi sana, sio hivyo. Kumaliza kazi ni kupata ushindi dhidi ya kila dhambi. Hapa tunachokifanya katika Maranatha Ministry ni kuweka neno la Mungu kwenye moyo wako. Basi, alafu wewe unalitumia neno la Mungu kumaliza kazi kwenye moyo wako. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuweza kuitanua kazi. Ila kumaliza kazi ni mtu moja moja kutengeneza mahusiano na Kristo. Ndiyo maana ibada ni kazi ngumu sana kuliko kugawa vitabu. Ibada ni kazi ngumu sana kuliko kuhubiri. Ibada ni kazi ngumu sana kuliko kufundisha neno la Mungu mahali popote pale. Ni rahisi kufundisha, ni rahisi kugawa vitabu, ni rahisi chochote ambacho unachosikia kuhusiana na kufikia roho za watu wengine kinaweza kikaonekana ni kirahisi. Lakini mtu huyu sasa atenge muda na Kristo. Kama anahubiri masaa 2, kama anashuhudiaga masaa 3, sasa atenge muda yeye na Kristo masaa 3. Biblia yake mkononi, fungu maombi, fungu nyimbo, masaa 3 au 2, pambano. Lakini tunaambiwa kuhusiana na habari za Martin Luther, alikuwa akitenga masaa 3 kila siku kwa ajili ya kuchunguza maandiko na kwa ajili ya maombi, masaa 3 kila siku. Na wale someni Pambano Kuu utaona. Na wale waliokuwa wakipita karibu na nyumba yake, walipomsikia Martin Luther akiwa anaomba, walidhani kana kwamba anaongea na rafiki yake wa karibu. Ndio maana wale wote watakaopita zama inayokuja watapaswa kutengeneza mahusiano ya karibu na Mungu kama mtu anavyotengeneza urafiki na mtu mwingine. Ndio maana wale watakaookolewa ni wale tu waliotengeneza urafiki au uhusiano na Kristo. Hao wataweza kupita katika zama inayokuja. Mungu atusaidie sana tutambue namna gani ya kutengeneza huu urafiki, namna gani ya kuwa na ukaribu na Mungu kiasi kwamba unamjua kikamilifu na yeye anakujua kikamilifu. Tunasikia wote jamani? Kwa hiyo basi ni vigumu mno kutengeneza huu urafiki, na huu urafiki sio jambo tu la kuamka na kuwa rafiki wa Mungu. Hapana, inahitaji muda, inahitaji kitu kinachoitwa kujikana nafsi. Ujikane nafsi katika vitu vile ambavyo vinachukua muda wako. Hebu kwa muda wako nikupatie hii kazi ya kufanya. Chukua karatasi yako au daftari lako, chukua pia kalamu yako. Andika kwa siku ni mambo gani ambayo yanachukua muda wako. Kama ni simu, sema simu inachukua muda wangu katika Instagram, weka hapo. TikTok inachukua muda wangu. Mitandao ya kijamii mingi, sio Facebook, inachukua muda wangu. WhatsApp, weka hapo. Angalia ni muda gani ambao unatumia kwa WhatsApp, weka hapo. Kama ni mpira unachukua muda wangu, andika hapo. Huenda kuna Sabato ambao bado wanaangalia mpira. Kuna Sabato wanacheza mpira, wanacheza mabasketball, sio mavolleyball. Ni ushetani huo ndugu zangu. Wapo wengi tu wa Sabato kabisa wanajiita wa Sabato na ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Tunamuibia Mungu muda wetu kwa mambo ambayo sio ya msingi. Katika fashion, watu wengi wanapoteza muda kwenye fashion. Wapo tu wengi. Andika huo muda. Mwingine anapoteza muda tu kwenye shughuli za maisha za kila siku. Kwenye utafutaji mali, watu wanapoteza muda. Lakini pia maisha kila siku, kazi za nyumbani,
kuna watu wanapoteza muda kwa vitu ambavyo sio vya msingi majumbani. Weka hapo. Alafu Mungu anasema tunapaswa kukomboa wakati. Na kukomboa wakati sio kurudisha wakati uliopotea. Hapana. Bali kuutumia vizuri wakati uliopo sasa kwa lengo la kujenga tabia zetu, kwa lengo la kujenga mahusiano na Kristo. Anza kufanya hivyo ndugu zangu. Hujachelewa, maana maandiko yanasema saa ya wokovu ndio sasa. Hata kama sherehe Jumapili itapitishwa wiki ijayo, mwezi ujao, ndugu yangu, sasa hivi unaweza ukaanza kitu na Kristo. Kwa hiyo katika ibada tunaona kuna kutafakari, kuna kuchunguza maandiko, kuna kuomba. Hivyo vitu ndugu zangu ni vya msingi sana. Unajua shetani anawafanya watu wanakuwa busy kwenye system yake, kwenye mfumo wake. Watu wanakuwa busy kiasi kwamba wasipate muda na Kristo, hata kukaa tu na kujitafakari na kujihoji wenyewe. Na hata yeye mwenyewe shetani yuko busy hatafakari. Ndio maana maandiko yanasema baada ya Kristo kuja duniani hapa, atakapofika Yesu duniani hapa na kuwachukua watakatifu kwenda mbinguni kukaa miaka 1000, maandiko yanazungumza wazi kwamba huo ndio utakuwa wakati wa shetani kujitafakari. Utakuwa ndio wakati wa shetani kujihoji kwa yale mambo ambayo shetani ameyafanya kwa muda wa miaka 6000 kwenye hii dunia. Sasa ndugu zangu, kabla hatujachelewa, maana Biblia inaniambia, roho ya nabii inaniambia wazi, unafika wakati ambapo watu watalia. Wakina mama watalilia watoto wao, watoto watalilia kina mama wao, watu watakwenda kwa wachungaji wao na kuwashika mashati na kuambia, ni wewe uliyefanya nikashindwa kufanya maandalizi, ndiye wewe unayenifanya sasa hivi sielewi nini cha kufanya. Wale waliokuwa wakituonya munaita kama waasi. Si ndio hivyo ambavyo dunia nasema sasa? Si ndio hivyo ambavyo kanisa linasema sasa? Wale wanaotangaza ujumbe kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili wanaonekana ni waasi. Si ndio hivyo nasema? Sasa muda sio mrefu ndugu zangu, dunia itashangaa na kanisa itashangaa. Wale wote ambao wamekosa fursa za kusikia huu ujumbe, eti kwa kuwa wamezuiliwa na wazazi, kwa kuwa wamezuiliwa na wachungaji, kwa kuwa wamezuiliwa na waume zao, wake zao, watashangaa kumbe wangepaswa kutengeneza mahusiano na Kristo na muda hutakuwa tena. Ibada, kutafakari, kuchunguza maandiko, maombi pamoja na nyimbo. Haya mambo ndugu zangu ni kama mambo madogo sana. Ni mambo madogo sana lakini niwaambieni kitu, kadiri tunavyoendelea kuyafanya, kwa kadiri tunavyoendelea kuyafanya siku kwa siku, tunagundua kwamba muda wetu unaondoka kwenye mambo mengine na muda wetu unaenda kwa Kristo. Yesu anataka muda na wewe. Basi. Na kuhusu maombi, kuna watu wakati tunajiuliza maombi ni nini? Hebu tuende kidogo tutazame hapa. Kuhusu maombi. Kuhusu maombi kuna mambo mengi sana kujifunza. Unajua tumefundisha mara nyingi kuhusu maombi, na wenda nikiongea kuhusu maombi kuna wakati watu wanasema ni maombi tu, mbona tunafanya maombi mara nyingi? Mbona mara nyingi tunaomba, lakini tunaomba namna gani? Katika maombi kwenye kipengele cha ibada hapa kuna mambo makuu 4 ya kuzingatia. Na haya ni ya msingi sana. Jambo la kwanza ndugu zangu, hakikisha unakuwa na muda wa maombi. Muda wa maombi. Hebu tuone nabii anachosema kitabu cha Huduma ya Uponyaji ukurasa wa 509. Huduma ya Uponyaji ukurasa wa 509 kama ambavyo tunaiona hapo, inasema hivi: sisi pia tunapaswa kuwa na nyakati au muda. Tunapaswa kuwa na nyakati ambazo tumezitenga maalumu kwa ajili ya kutafakari na maombi na kupokea burudiko la kiroho. Haya yalikuwa ni maisha ya Kristo akiwa hapa duniani. Mwokozi alipofika hapa duniani ndugu zangu, alikuja kutufundisha, kutuelekeza namna ya kuishi, namna ya kupata maisha bora kwenye hii dunia. Na namna hiyo ndugu yangu inaanzia katika kipengele kizima cha maombi. Ndio maana unapofika kitabu cha Marko, tufike pamoja kitabu cha Marko sura ya kwanza kabisa, katika kile kitabu cha Marko sura ya kwanza, na unaposoma mstari wa 35, Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 35, maandiko yanasema hivi: hata alfajiri na mapema sana. Neno alfajiri linasimama kwa nini? Kuwakilisha muda. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kwa Mwokozi pia alipokuwa hapa duniani alikuwa akihakikisha na yeye ana muda maalum wa maombi. Muda wako wa maombi ni saa ngapi? Kama ni asubuhi, unaomba saa ngapi? Na unaweza kuwa na nyakati 2, 3, 4 za maombi, lakini lazima uanze kwanza na wakati mmoja. Usianze kwa mimi nitakuwa naomba kwa siku mara 7.
Na usianze hivyo kwanza. Sema kwanza kwa siku nitakuwa naomba mara moja. Halafu nitaongeza mara 2. Halafu nitaongeza mara 3. Kadiri Mungu anavyonijalia nitaongeza zaidi na zaidi, na mwisho siku utaona tu wazi kwamba maisha yako yote ni maombi. Ndivyo Enoko alivyotembea kwenye hii dunia. Sasa maandiko yanasema kwamba katika maombi tunapaswa kuwa na muda maalum kabisa wa maombi. Kama ni asubuhi, labda natenga asubuhi nitakuwa naamka saa 10. Nitakuwa naomba saa 10 alfajiri au saa 11 alfajiri. Na hapa ndugu zangu nazungumzia mambo yale ya binafsi. Kabla ya maombi ya familia, baba wa familia, ni marufuku na ni kosa mbele za Mungu na wanadamu kuendesha maombi ya familia kabla hujawa na maombi binafsi. Hapa tunazungumzia maombi binafsi. Tenga muda wako kabla hata hujakutana na mke wako na watoto kwa ajili ya ibada. Wewe baba wa familia, hakikisha tayari umekwisha tenga muda wa maombi binafsi. Kama ni saa 10, amka saa 10 na mapema, mtafutie Mungu kwa maombi, imba nyimbo, mueleze haja zako, mueleze shida yako. Ndugu zangu, haya ndiyo maandalizi ya msingi ya kuchukua kabla ya zama hii haijafika. Na ndugu zangu, katika maombi, ndio maana hebu tufike pambano kuu. Katika maombi, naomba turudie tena kitabu kile cha Pambano Kuu kurasa 530. Ni nini cha kuombea sasa? Kwa sababu kuna walioomba wakiwa ua wa nje, kuna walioomba wakiwa katika chumba cha patakatifu, lakini sisi tuko patakatifu pa patakatifu. Ni maombi gani haya ya kumwambia Bwana kila mara? Maandiko yanasema hakuna mtu aliye salama, Pambano 15:30. Hakuna mtu aliye salama kwa siku moja au kwa saa moja bila kuomba. Alafu anasema, na hasa, sikiliza sasa katika haya maombi, na hasa tungemsihi Bwana. Tungemsihi nani? Tungemsihi Bwana atupatie hekima ya kuelewa neno lake, ya kuelewa neno lake. Humu mitego ya shetani na mbinu ambazo zinaweza kutumika kumpinga kwa ufanisi zimefunuliwa. Kwa hiyo kumbe katika maombi tunapaswa kumsihi sana Bwana atupatie hekima ya kuelewa neno lake. Kwa hiyo hautakuwa unaomba tu, bali utakuwa unaomba na kuchunguza maandiko. Unachunguza maandiko na maombi, maombi na maandiko, hivi vinakwenda sambamba. Lakini katika maandiko unapata nini? Tunapata kuona namna gani Mungu amefunua mbinu za shetani. Maana tuliona kwamba shetani anatumia mitego mingi sana, amebuni mbinu nyingi sana au hila nyingi sana kuweza kudaka akili za watu. Kwa lengo gani jamani? Kwa lengo la kudaka muda wa watu. Yaani anabuni mbinu hii, anaona itoshi, na mbinu nyingine hii na hii na hii. Mwisho siku anataka kumiliki akili za watu ili zisiweze kutafakari sana juu ya kazi ambayo Kristo anaifanya katika hekalu la juu mbinguni. Kwa hiyo unaweza kuwa ni muombaji kweli kweli, unaweza kuwa ni mchunguzaji wa maandiko mzuri sana, lakini hauchunguzi kuhusiana na siri za upatanisho. Hauchunguzi kuhusiana na kazi ya mpango wa ukombozi inayoendelea katika patakatifu wa juu mbinguni. Hauchunguzi kuhusiana na somo zima la hukumu ya upelelezi pamoja na patakatifu. Kama hauchunguzi hivyo, adui hana shida na wewe. Hana shida na wewe. Kwani kuna watu wanaowazidi walokole kwa kutenga muda wa maombi. Wanaomba muda mrefu sana, lakini wanaombea nini? Wanasoma nini? Ndio maana Filipo alipenda kwa Mkushi, alimkuta Mkushi pale anasoma, akamwambia, hayo mambo unayosoma unaelewa? Mungu atusaidie kuweza kuelewa mada nzito sana ya patakatifu inavyofunua somo zima la hukumu ya upelelezi. Tunapoelewa siri hizo, adui anaogopa. Ndio maana adui anapambana sana kuleta uelewa mbaya, uelewa ambao sio sahihi kuhusiana na patakatifu na hukumu ya upelelezi. Tunaendelea mbele. Jambo la pili ambalo tunapaswa kuwa nalo katika swala zima la maombi au ibada ni jukumu zima la kutafuta sehemu ya maombi. Unapoenda kitabu kile cha Marko sura ya 1 mstari wa 35, Biblia inasema tu hapa, hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kwa hiyo Mwokozi alikuwa akitenga muda wa maombi, lakini sio muda wa maombi tu, hata pia mahali pa kuombea. Kwa hiyo lazima tuwe na mahali maalum pa kuombea. Ikiwa unaomba Mungu utoke mjini na uende mashambani, maana mashambani mahali pa kuombea ni pa kutosha kabisa. Chini ya miti, sio mahali ni pa kutosha. Mjini upo hapo, unazungukwa na jirani, unazungukwa na majumba na kelele na vingine, sawa. Usije ukasema sina mahali pa kuombea. Una vyumba vingapi? Mimi na chumba kimoja tu. Una chumba kimoja, sawa. Hicho kimoja unaweza kaombea.
Tenga kona moja kwamba mimi hapa ni kitanda changu kinakaa hapa, begi langu liko hapa, labda meza yangu iko hapa, nitakuwa naombea mahali hapa. Asubuhi na mapema amka, mtafute Bwana, msi Bwana nisaidie kuelewa mpango wako, niondoe mahali hapa, mlilie Bwana kwa maombi ukiwa umekusudia kwa kuwa na muda maalum wa maombi. Na wakati wa mchana tena baba naomba saa 8. Saa 8 njoo pale ndani chumbani kwako. Piga magoti, msi Bwana, muombe Bwana kusaidia kufungulia njia. Jioni tena saa ngapi? Saa 12. Tenga muda wako. Ukifanya hivyo, Mungu wa mbinguni ataona vile unavyomheshimu. Atasema mwanangu sasa ameanza kunipatia muda. Na unapompatia Mungu muda, na yeye anakupatia muda. Tunasikia wote jamani. Kwa hiyo maandiko yanasema kitabu hiki cha Mlima wa Baraka ukurasa 84.1 kuhusiana na sehemu ya maombi, maandiko yanasema tenga mahali kwa ajili ya maombi ya siri. Tenga mahali kwa ajili ya maombi ya siri. Yesu alikuwa na hizo sehemu alizochagua kwa ajili ya ushirika na Mungu, na sisi pia tunapaswa kufanya hivyo. Tunahitajika mara kwa mara kwenda hizo sehemu, ingawa ni za kawaida tu, ambapo tunaweza kuwa peke yetu na Mungu. Nikuulize swali. Ikiwa na tunajua wenda tumezaliwa vizazi ambavyo sasa simu za mkononi ni za kutosha. Lakini nyakati hizo simu za mkononi hazikuwepo, na kulikuwa na zile simu za waya. Kwa hiyo kulikuwa na vibanda maalum kabisa ambavyo ni vibanda vya simu. Watu walikuwa naenda hapo, unalipia fedha, unapewa simu. Halo mpenzi wangu, habari? Oh, nimekumisi ndio. Jamani, unaongea pale. Ndakutafuta tena jioni. Haya, unaweka hapo, unaondoka. Unatafakari, ameniambia mpenzi wangu jioni tuongee tena. Unafika tena pasa 12. Mpenzi wangu, niambie. Unasikia? Unakuwa na muda na huenda nyakati hizo zilikuwa ni nzuri sana. Lakini leo hii nikiongea hivi huenda haieleweki. Mtu anasema, si muda wote tu unaweza nikampigia simu mpenzi wangu. Usinampigia simu, basi na ni muda wote pia unaweza kumpigia simu mpenzi wako mbinguni ambaye ni Kristo. Kwa hiyo nazungumzia nyakati maalum za maombi, lakini pia kuna nyakati zile za kuinua moyo wa kila wakati. Unaweza kuinua moyo kwa nani? Kwa Kristo. Na maandiko yanasema kwamba Kristo anatuma jumbe kila wakati kwa wale wanaosikiliza. Kitabu hiki cha Huduma ya Uponyaji ni kitabu kizuri sana sana. Najua kuna wakati vichwa vya hivi vitabu vinatuchanganya. Unaposikia Huduma ya Uponyaji unasema hicho kitabu bila shaka kinahusu wanaoumwa. Hapana, Huduma ya uponyaji pia wa kiroho ndio umeelezewa kwa upana sana. Na magonjwa mengi sana yanayotupata katika mwili huwa yanaanzia katika roho. Kwa hiyo ndugu zangu, tunatakiwa kuinua moyo muda wote kwa Kristo. Nyakati hizo ilikuwa unaenda hapo, unapiga simu, unaongea naye, unaweka, baadaye tena unaenda. Ndugu zangu, ni nani ambaye anampenda mpenzi wake asiyefanya jukumu hilo? Tatizo ni moja tu. Upendo wetu umepoa kwa Kristo. Kuna watu nadhani kwamba viwango vya Mungu ni vigumu sana. Mtu anasema, nitawezaje kila mara kwenda kupiga magoti na kuomba? Nitawezaje kila mara kwenda ndani chumbani eti baada masaa 3 mawili nikapiga magoti niombe? Hiyo kazi nitaiweza kweli? Hiyo kazi ni ngumu, viwango vya juu. Sio hivyo, ni kwa sababu upendo wetu umekuwa chini sana. Sio kwamba viwango vya Mungu viko juu, hapana, bali upendo wetu uko namna gani? Chini. Ndio maana ni rahisi mtu duniani kuchora matatu hapa. Tena anajichora hadi anaumia, anachora hadi anaumia. Hana shida. Kwa nini? Kwa sababu dunia inamtaka kuishi kwenye viwango hivyo. Sio shida mtu kama muda wote kama mjinga yuko anatembea kwa mjini yuko hivi muda wote. Macho yako chini hadi anakutana na watu anambia, wewe utajikwaa vipi kijana vipi? Haoni shida yote. Lakini ni vigumu mtu kutenga tu muda tu kidogo tu akiwa kwa mjini. Afanye tu hivi. Baba wa mbinguni, nisaidie mtoto wako, nilinde dhidi ya majaribu haya kwa jina la Yesu. Amina. Ukatembea tena dakika 10, dakika 20. Kwani ni kazi hiyo kweli? Mbona sio kazi kuingia kuangalia anasemaje hapa huyu kiongozi? Jenzi hawa. Marekani jamani. Una China. Hiyo sio kazi. Tena unalipia na bando. Lakini kumtafuta Mungu wa mbinguni, kutuma sauti kwenda juu mbinguni hahitaji bando. Ndugu zangu, haya tunayojifunza ni muhimu sana. Hata kama hujui mengine yote, lakini ukatekeleza huu wajibu, utaweza kusimama katika wakati huu mzito sana unakuja hivi karibuni. Mungu atusaidie kuweza kuelewa hii. Na hii nikwambie tu kweli, shetani atakwambia hii ni rahisi sana, achana nayo. Tafuta mambo magumu yale. Hii ni rahisi, tafuta unabii, chambua kuhusu mnyama ni nani, papa amefanya nini, tafakari hayo. Lakini hii ndio siri ya kusimama kwetu katika kipindi cha mwisho tunachoishi wewe na mimi. Mungu atusaidie kuweza kutambua hiki kitu. Jambo la 3. Jifunze kuomba kwa kutoa sauti.
jifunze kuomba kwa kutoa sauti. Unajua hapa nazungumzia kuhusiana na zile nyakati za siri ambazo mtu binafsi anaenda kumtafuta Mungu. Hebu kwanza tuone katika Biblia, Luka sura 11. Biblia Luka sura ile ya 11. Tuone hata vile Mwokozi alivyokuwa akiomba kwenye hii dunia. Luka sura ile ya 11 mstari wa kwanza. Luka 11 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema maneno yafuatayo. Ikawa alipokuwa mahali fulani, nasikia amesema mahali, maana hapa alikuwa na sehemu maalum kwa ajili ya maombi. Yesu akaomba tu nyakati zake zile za maombi ya siri. Ni kweli Mwokozi alikuwa kila wakati akiinua moyo kwa Mungu kwa njia ya maombi. Lakini tunajifunza katika maandiko kwamba ulifika wakati fulani akiwa anafanya kazi ya uponyaji, anaponya, anafundisha, anahubiri, anafanya miujiza, lakini pia anaona hapana. Kuna wakati maandiko yanasema akaepa kidogo, akaenda faragha kuomba. Tunasikia jamani? Kwa maandiko yanatuambia hata kuhusu Mwokozi mwenyewe alipokuwa hapa duniani, kuna nyakati pia alikuwa anazitenga maalumu kwa ajili ya kwenda kuomba. Sio tu alikuwa anafundisha na kuhubiri. Ndio maana nasema kazi ya Mungu tunayofanya kuhubiri, kazi ya Mungu tunafanya kugawa vitabu, kufundisha na mambo mengine yote, hiyo sio mbadala wa maombi, na hiyo pekee haiwezi kufanya watu wasimame. Maana hata shetani tumejifunza katika Testament Ministers, shuhuda kwa watendakazi wa Injili, inasema tu wazi kwamba shetani anasema waache waamini wanavyotaka, waache wafundishe wanavyotaka. Hamna shida yote mtu kuwa present truth believer, hakuna shida ya kuamini ukweli wa sasa, hakuna shida, tena ni vizuri. Ila ukiishia hapo tu haikusaidi chochote. Wengi sana tunaotangaza ujumbe huu wa marejeo ya Kristo mara ya pili ni wakavu sana, hatuna mafuta. Hata wewe una pikipiki nyumbani, unaenda na baisikeli, ukitembeza hiyo bila kuweka oili, inafanya nini? Mwisho siku utajua itaharibika, itanoki. Kama ni pikipiki, engine itanoki. Mafuta ni nini? Mafuta ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Wengi sana tunatangaza kwa sababu tunatambua kichwani, lakini hatuna ushirika na Kristo. Kabla ya kusoma fungu hili la Luka, hebu tuende kwanza kitabu cha Mathayo. Twende pamoja Mathayo sura ile ya 7. Mathayo sura ya 7 na kuanzia ule mstari wa 22. Mathayo sura ya 7 tutaanzia ule mstari tuanzie 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mapenzi ya Mungu ni nini? Lazima tujifunze mapenzi ya Mungu ni nini. Mapenzi ya Mungu yanadhihirishwa katika neno lake. Sasa hapa mstari wa 22 maandiko nasema, wengi, sio wachache, maandiko nasema hivi, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Na sisi Waadventista wa Sabato tunaamini ukweli wa sasa. Sisi tunafundisha unabii jamani. Sisi tunatangaza marejeo ya Kristo mara ya pili. Tunaambia watu ukweli kuhusiana na unabii wa kitabu cha Ufunuo, unabii wa kitabu cha Danieli. Sasa maandiko yanasema hatukufanya unabii kwa jina lako. Na huu ujumbe tu watu wanadhani kwamba hao ni Jumapili wale wakina sijui nani wanajiita ni manabii. No, sio hivyo. Sikiliza hapa nasema, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Kumbe kuna miujiza mingi inafanyika. Watu wanajiita medical missionary, wanafanya miujiza, watu wanapona kansa. Wanafanya hata ni muujiza mkubwa kumtoa mtu kutoka duniani na kuja kuamini kweli wa sasa. Mtu alikuwa akaenda bar kila siku, mtu alikwenda klabu kila siku, kunywa pombe na starehe nyingi za duniani hapa. Unamfanyia kazi ya Mungu, unajifunza naye neno la Mungu, anabadilika kutokea huko na kuja kuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa pesa zake kila siku anakwenda bar. Akifika bana anasema agiza shingapi bili? 200,000 hii hapa. Shingapi bili? 500,000 hii hapa. Alafu mtu huyo baadaye anasema, ndugu yangu, kazi ya Mungu inahitaji shingapi? 1,000,000 hiyo hapo. 200,000 hizo hapo. Pesa ambazo alikuwa anapeleka baa, leo hii anapeleka kwa Mungu. Huo sio muujiza? Tunataka muujiza gani mkubwa zaidi ya huo? Maana kuna wakati tunadhani muujiza eti mtu kupona kansa. Kansa hata mganga wa kienyeji anaweza akamfanya mtu apone kansa. Inawezekana kabisa. Lakini muujiza mkubwa wa kuongoa roho ya mtu, kumfanya mtu kuwa mfuasi wa Kristo, jambo hilo ni muujiza mkubwa sana. Maandiko nasema hapa, na kufanya miujiza mingi kwa jina lako. Lakini mstari wa 23 Biblia inasema hivi, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maajabu makubwa sana. Maandiko nasema sikuwajua ninyi kamwe. Na ndugu zangu, kama Yesu hakujui, bila shaka nawe humjui. Huu ndio ukweli. Na ukimjua Kristo atakujua.
Kama humjui, na yeye atasema sikukujua. Yani maandiko hapa yanasema hivi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua. Nilikuwa nataka neno hili, sikuwajua. Sikuwajua sio wakati wa sasa, ni wakati uliopita. Maana yake tangia kipindi kile mkifanya kazi hizo, mimi sikuwajua, sikuwa na mahusiano na ninyi, kwa sababu hamkuwa na mahusiano na mimi. Ndio maana hapa tunasema, maandiko yanasema kwamba katika maombi au katika mambo tunajifunza hapa, tunapaswa kujenga mahusiano na nani? Na Kristo, kumjua yeye ni nani katika maisha yetu. Tumeona wazi kutoka katika maandiko matakatifu kwamba Mwokozi alipokuwa hapa duniani akifanya kazi ya Baba yake, kuna wakati alikuwa akitenga muda kwa ajili ya nini? Ya maombi. Kwa kama alitenga muda kwa ajili ya maombi, tafsiri yake pia alikuwa hajaweka udhuru, au kwa maana nzima alikuwa hajasema kwa kuwa nafanya kazi ya Baba yangu wa mbinguni basi sitakuwa naomba. Hapana. Sasa ikiwa Mwokozi alipokuwa akifanya kazi ya Baba yake na bado alikuwa akitenga muda kwa ajili ya ibada, wewe na mimi ndugu zangu vipi? Tungepaswa tufanye zaidi hilo? Maandiko yanasema hapa kitabu hiki cha Jipatie Amani Moyoni, ukurasa wa 70, sura ya 11 inaitwa Fursa ya Maombi. Inasema hivi, Yesu mwenyewe, hii ina maana nzito sana. Yesu mwenyewe alipokaa na wanadamu aliomba mara nyingi. Anasema Mwokozi wetu alishiriki mahitaji yetu na udhaifu wetu, kwa hivi akawa mhitaji na muombaji, akimwomba Baba yake ili apate nguvu mpya za kujiimarisha kufanya kazi yake na kuyashinda majaribu yatakayompata. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi tunaitwa Waadventista wa Sabato, tena tunaamini kweli wa sasa, ingetupasa sana tuwe na muda mwingi wa maombi. Kwa nini? Kwa sababu adui huyu anajua wazi hawa wamebeba ujumbe mzito, wamebeba siri za mbinguni. Kwa hiyo anapambana kila wakati kuangusha chini katika majaribu mbalimbali. Kwa hiyo inatupasa sana tuwe watu waombaji wa kutosha kwenye hii dunia. Sasa hapa katika kipengele cha 3 kinasema omba kwa kutoa sauti. Jifunze kuomba kwa kutoa sauti. Nikasema tuone kitabu cha Luka sura ya 11, tuone kile ambacho Mwokozi mwenyewe alikuwa akifanya kwenye hii dunia. Luka sura ile ya 11 na ule mstari wa 1. Biblia inasema hivi, ikawa alipokuwa mahali fulani, nimesema mahali muda huo, si ndio? Mahali eneo. Alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kwa nini? Kwa sababu ukienda hapa kitabu kile cha Mlima wa Baraka kinazungumza wazi. Inasema hapa Mwokozi alipokuwa akiomba, alipokuwa akisali katika mazingira haya ambayo wanafunzi walimkuta, walimsikia alivyokuwa akizungumza. Wakashangaa, huyu ni kana kwamba anazungumza na mtu aliye karibu. Wakashangaa kuona hata anavyoongea. Unajua jamani, sisi kimsingi hatujui hata namna ya kuomba. Unajua tunafika tumesema za ibada, unapiga magoti, mtu anaanza Baba wa mbinguni, wewe ni mwema, wewe ni... Sasa unajiuliza anamkemea Mungu au anaongea na Mungu? Yaani unashindwa kuelewa mtu nia yake ni kuongea na baba yake. Hivi wewe kweli, nikuuliza swali ndugu yangu, ikiwa na baba yako, unajua baba yako anakupenda, au hata hatujui huenda hata hatujui kama Mungu anatupenda Kama baba yako anakupenda hapa duniani, unataka kwenda pale kumuomba labda pesa kwenda kununua tuseme saa, unamkuta babako yuko pale anaanza, Baba, mimi mwana wako nimekuja baba, naomba nipatie hela, nataka saa baba, saa. Sasa baba aje, huyu mwanangu vipi, amechanganyikiwa au ana mapepo, akuelewi? Ndivyo ambavyo tunamwendea Baba wa mbinguni, anaumia hata tunavyomweleza. Kwa nini tusiwe tu watu simple, watu wenye maneno rahisi kwake? Baba wa mbinguni, nimekuja kwako, ni asubuhi sasa, nataka nikuambie kwamba kwanza nakupenda na kushukuru umeniamsha salama. Ongea naye kiasi kwamba nimekuambia Martin Luther alipokuwa akiongea na Mungu, watu walikuwa wanapita kando ya nyumba yake walidhani anaongea na rafiki. Yaani uenda mtu mwingine atapita kwenye nyumba yako, au uenda kama unaishi mashambani unaombea labda kwenye migomba, kwenye chini ya miti, akipita mahali akisikia unavyoongea na Mungu atasema, uenda jamaa anaongea na simu anaongea na simu. Anaongea na simu na nani? Mbona anaomba vitu vikubwa sana? Anaomba Roho Mtakatifu. Nani huyo? Yaani mtu hata haelewi. Tunatakiwa kuendea kwa Mungu tukiwa na maisha simple. Yaani weka kana kwamba unaongea na baba yako, ungemweleza vipi?
Mungu atusaidie sana kujifunza hata namna ya kumwendea Mungu. Tusimwendee Mungu kama mizimu inavyofanya. Unajua shetani amefundisha dunia kwa namna ya ajabu sana. Watu wakienda kwa waganga wa kienyeji, unakuta mganga anaanza kukutishia, umekuja ndio niambie, sasa huyu anasema, yani kutishana tishana. Lakini Mungu wa mbinguni anataka tumwendee kama baba, tukiwa tumechangamka. Anasema tena tumweleze furaha zetu, tumweleze huzuni zetu, tumweleze hata yale mambo ambayo ni madogo kabisa. Unajua kuna vitu vingine vinaonekana ni vidogo sana, hivyo Mungu anataka pia tumweleze baba wa mbinguni. Nakumbuka kipindi nimesafiri na mke wangu mahali fulani. Tulipofika mahali hapo, tukawa tumeenda kwa ajili ya kazi ya Bwana kuhubiri. Sasa tunarudi safari, tukapita kwenye mkoa fulani, na hapo napo kuna watu walikuwa wakihitaji kusikia neno la Mungu. Sasa mimi nilipokuwa naenda hiyo eneo la kwanza, nilibeba tu shati moja la Sabato. Nikijua kwamba tutasali Sabato moja na kurudi nyumbani. Lakini tulipopita pale, watu wakatamani kujifunza kwa siku kadhaa. Sasa shati mimi nilibeba moja. Nikasema itawezekanaje sasa tufue leo, tuanike, tufue? Haitawezekana kwa sababu tulikuwa tunaenda hiyo sehemu, tulikuwa tunaondoka asubuhi, tunafika ile eneo, na jioni sana tunarudi muda mwingine usiku saa 3, saa 4 hadi saa 5 sehemu ambapo tulikuwa tumefikia. Sasa tukasema tuna kiasi kidogo cha fedha mkononi. Mke wangu, twende tukanunue nguo Mtumbani. Wale wanafahamu Mbeya wanafahamu eneo fulani inaitwa ni Kabwe. Tukaenda hapo. Kwanza kama kwenda tukamwambia Bwana tuna fedha kidogo sana, haitoshi kununua shati. Wewe shati la mhubiri shingapi? Wewe 30,000, 40,000, 17,000. Sisi hiyo hatuna. Hata 17 sikuwa na hiyo 17 haikuwepo mfukoni. Tukaomba Mungu tusaidie tuweze kwenda tupate tu nguo nzuri kwa bei nafuu. Kwani tukaenda hapo. Uwezi amini. Tunafika, si ni jambo dogo kumwambia Mungu naomba nikanunue shati. Yaani Mungu nisaidie nikanunue shati. Shati tu kwanza unichagulie shati. Tunafika tu katika sehemu ya kwanza kabisa. Ni ile mitumba ambayo inapangwa chini. 2,000 ilikuwa ni shilingi 2,000, si ndio? Sagwa zilizo sagwa. 2,000. Na mimi nikafika hapo. Shilingi ngapi? 2,000. Mke wangu anaweka tu mkono hivi, pap, anatoa na naipata hii shati niliyovaa hii. Ndio hii niliyovaa hapa sasa. Na ubiri na shati hii ni shati imara, tunaifua lakini bado ni imara, haipauki, haichuji, ni imara kabisa kwa shilingi 2,000. Tunainua hivi. Mke wangu anasema, "Baba, shati ni hili hapa." Na mimi natazama nasema, Mungu ametupatia shati. Kilichobaki tu ni tai, tukatai tu hapo. Lakini shati tukapata kwa shilingi 2,000 tu. Hiyo shati tumekwenda kulifua na kupiga pasi. Ukileka hapo mtu anasema, "Ndugu yangu umenunua wapi shati?" Ni Mtumbani, shati imara, lakini tulimwambia Bwana tupatie shati kwa bei nafuu. Kwa hiyo kuna mambo mengine unadhani ni madogo, mueleze Bwana wa mbinguni na Bwana atakutekelezea haya mambo. Na unapopata hiyo shati unasema, sio mimi, ni Mungu amenipatia hii shati. Kwa hiyo inaongeza urafiki, inaongeza uhusiano na Kristo, inaongeza namna ya kuendelea kumzoea Baba wa mbinguni kwa namna ya ajabu kabisa. Mambo madogo tumweleze, na mambo yale makubwa pia tumweleze. Una mpango gani? Una mpango wa milioni 10, una mpango wa milioni 5, una mpango wa 2,000, una mpango wa shilingi 1,000. Mweleze Baba wa mbinguni, Baba, hakuna jambo litakalomshinda. Anasema, pesa na dhahabu ni mali yangu, vyote vya duniani ni vyake. Nakumbuka wakati fulani natoka safari mahali fulani na natembeza pikipiki yangu, inafika njiani pikipiki nazima. Sielewi, mimi sio fundi wa pikipiki. Hata sielewi nifanye nini, niguse wapi sijui. Nikapiga tu magoti, Mungu wa mbinguni nisaidie. Ni usiku sasa sielewi. Pikipiki taa inawaka, kazi, safari inaendelea. Ni mambo ambayo ni madogo, maombi ni vitu vya ajabu sana. Nikasema, huenda Mungu ametuma malaika yake toka mbinguni, malaika ambaye yupo kitengo cha uinjinia, akafika hapa kagusa mahali fulani na mahali fulani ikafanya kazi. Tunategemea sana mipango yetu mingi. Yaani natamani nitulie hapa na wewe mpenzi mtazamaji. Natamani nitulie na kwa sababu hapa ndipo pana majipu mengi. Na kipindi kijacho nitaanzia hapa kwenye maombi. Hapa ndipo tatizo liko. Na Ukristo ndugu zangu unaangaliwa hapa kwenye maombi. Tunamweleza nini Mungu? Tunasali vipi? Sio tunahubiri namna gani, mahubiri mangapi? Hapana, hayo sahau kwa muda. Tunaomba namna gani? Tunaomba vipi? Na ni mara ngapi tunamweleza Mungu katika maombi? Unajua? Nafunika Biblia. Dunia imetufundisha kutegemea akili zetu wenyewe. Yaani dunia imetufundisha kutegemea akili zetu. Na ndio maana mtu anakuambia, "Soma, shauri yako. Usiposoma utakuwa mzigo duniani hapa." Dunia inasema hivyo. "Fanya kazi, shauri yako, utakuwa mzigo."
Ndio maana hata wale tunaodai kuamini kweli wa sasa, tatizo linapofika tu, natamani shamba, nifanye vipi nipate eneo. Sasa mtu anaanza nifanye vipi, natoka vipi mjini, anawaza cha kwanza kujishughulisha sana na kazi za duniani. Labda sina ajira, nikapata kibarua, atafanya vibarua, atachoka, atapata eneo. Tayari ameshapata eneo, kujenga tena mapambano. Mungu nisaidie, atapambana kwa nguvu zake, atajenga. Mungu nisaidie, nataka nianze kufanya kazi yako, sina kamera, sina hiki, atapambana sana na mahangaiko mengi sana ya duniani hapa. Mwisho wa siku unagundua ile sio kazi ya Mungu, ni kazi yake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mpambanaji mkubwa katika hiyo kazi. Na Mungu kuna wakati yani unajua muda mwingine ni kama tunamwambia Mungu wa mbinguni, hebu kaa pembeni, pisha malaika nionyesheni kazi kwamba mimi naweza kubeba zege. Pisha ni malaika nionyesheni kwamba naweza kubeba zege. Unabeba zege unabeba, unachoka, kazi nzito. Mtu akikugusa anakuwa ni mkali. Kwa nini? Kwa sababu kazi unaifanya peke yako. Simaanishi watu wasifanye kazi, simaanishi watu wasijitume katika kazi, na sijamaanisha kwamba unapoona jukumu fulani usifanye kazi. Sio maana yangu usifanye biashara. Ila hiyo biashara, hiyo kazi ni yako au ni ya Mungu? Amekuagiza kuifanya, je, yeye ndiye supporter hiyo kazi? Utafanya kazi nyingi za kuchosha, malaika watakaa pembeni, watakuangalia tu hivi kwa huruma, watakuangalia hivi. Unabeba zege, unaenda, unarudi, wanakutazama. Baba mbinguni anakuonea huruma, anakuambia mwanangu, laiti ungejua hii kazi ni ya kwangu. Njoo basi, vaa nira yangu, vuta mzigo wangu. Mungu atusaidie jamani. Tujue hata namna ya kumwendea Mungu. Tumuombe kila jambo, hata kama unaona ni dogo namna gani. Inamisha uso, omba, msi Bwana. Kuna visa vingi ningeweza kuelezea, hata vile namna ambavyo Mungu aliruhusu kutusaidia kutoka mijini kwenda mashambani. Ni miujiza, ni shuhuda za ajabu. Kuna wakati mwingine unashangaa tu, unamwambia Bwana jambo hilo, Baba nina shida ya shilingi 2,000, 2,000, 3,000, 4,000, hiyo unamwambia Mungu, na Mungu anatekeleza kwa namna hiyo. Anamwambia tu mtu, Mungu sana watu wengi, anamwambia tu mtu wake, wewe patia huyo mtu 5,000. Anajua yani huyo kama anamsii Bwana. Niwaambieni kitu, wale mnaomiliki uchumi, ngoja niwaambieni kitu. Kuna watu wengi wanamiliki uchumi duniani hapa, na sio vibaya kumiliki fedha, sio mbaya. Mbaya ni kwamba utazitumia vipi. Muwe watu wa maombi mengi sana. Mumsihi sana Mungu kwa ajili ya maombi, kwa sababu Mungu anataka kuwatumia. Hizo pesa sio zako, hizo mali sio zako. Mwambie Bwana, zitahitajika wapi sasa hivi? Ni wapi zinapohitajika? Kuna mahali pengine unadhani kwamba eti hii ni kazi ya Mungu nipeleke. Kumbe Mungu kuna muda mwingine anakuambia, hapana, huyo sasa muache, kuna darasa namfundisha. Sio kwa ubaya, kwa wema. Ukimsihi Bwana, Mungu atakugusa kwa namna ya ajabu. Nina kisa kimoja naomba nikiseme. Sitataja wahusika katika hiki kisa. Tunapenda kumalizia. Hiki kisa ndugu zangu kimetokea hivi karibuni. Yupo dada mmoja alimuomba Mungu kwenda mashambani. Si unatamani kwenda mashambani? Sawa kabisa. Huyu dada alikuwa kwa bajeti yake ndogo aliyokuwa nayo, akaanza hatua za kwenda mashambani. Sauti ilimwambia kichwani, hebu ngoja kwanza upate pesa nyingi ndipo ende wapi? Mashambani. Sauti nyingine kamwambia, nenda huko, Mungu anajua kile atakachokusaidia, nenda hivyo. Kweli akaanza safari, akaenda mashambani, akapiga hatua, akafika kijijini mahali fulani, tukapata nyumba ya kupanga hapo, akafika mahali akapanga kwanza kwa lengo la kuanza kulifikia eneo lake na kulifanyia kazi. Alipokuwa hapo, Mungu akaruhusu akapata kufahamiana na ndugu mmoja. Yule ndugu aliposikia dada watu ametoka amepiga hatua kwenda mashambani, akasema nitamsupport kidogo nilicho nacho kwa ajili ya kumsaidia udada. Hata chakula kidogo tu nitamsupport, hata chakula kidogo tu. Kweli ikafika siku yule ndugu akapanga kabisa kumsupport yule dada kwa kiasi kidogo cha fedha alichonacho, ili kusudi yule dada watu na yeye basi apate hata fedha ya chakula. Akapanga kumtumia 1,500,000. Akachukua simu yake mkononi tayari pale kumtumia, anatumia mtandao zile app wanaotuma kwa application unafahamu. Akatuma 1,500,000 tap. Anatuma, anashangaa imekataa mara ya kwanza. Akasema imekataa. Wewe nitume mara ya pili. Tip mara ya pili. Imekataa. Ngoja nitume mara ya tatu. Imekataa. Itakuwa shida mtandao. Ngoja nitamuuliza dada shida ni nini. Kumbe mara ya kwanza pesa imeenda, mara ya pili imeenda, mara ya tatu imeenda. Huyo ndugu baadaye anapata taarifa, hii pesa imeenda. Dada watu wakasema, nimeona imeingia mara 3 na kila mara imeingia 1,500,000. Huenda zingine zimekosewa kwa sababu ya mtandao, nizirejeshe. Huyu ndugu kwa kuwa ni mtu wa Mungu akasema, wazo likafika, huu ni muujiza. Akamwambia dada watu, baki nayo, huu ni muujiza. Kivipi? Huu ni muujiza.
Huyo ndugu anasema, ndugu yangu, nimeshawahi kufanya miamala mingi. Hata leo asubuhi nimefanya muamala. Nimeshangaa jambo hili, nimeshangaa. Halijawahi kutokea. Cha ajabu, yule dada ndio kiasi cha pesa hicho alichokipata ndio kikawa msaada kumsaidia kupata eneo. Huo sio muujiza jamani? Unangoja mpaka ufanye hiki ndipo ende mashambani. Unajikosesha na kujicheleweshea miujiza. Ndio maana hata baada ya sherehe Jumapili tutaishi hivi hivi tunavyoishi sasa. Ikiwa tuna mahusiano na Kristo, Mungu atasapoti watu kwa namna ya ajabu. Fikiria wakati wa Elia. Mungu anatuma kunguru. Toka tu wapi huko, kunguru analeta mkate. Sio maajabu jamani hayo? Hivi Mungu yule ambaye alituma kunguru kuleta mkate leo watu wana hela, sio ajabu Kunguru bakery yake sijui ni ametoa. Hiyo kunguru sio ametumwa na bakery ya wapi? Kwamba wewe kunguru, chukua mkate huu kamlishe mtumishi wangu. Kuna wakati tunadhani kwamba baada ya sherehe Jumapili mambo yatakuwa tuko mashambani, lakini tutajifunza kuhusu mashambani tukafanye nini. Kuna wakati tunadhani eti mashambani sasa tukalime mashamba mengi, tukapambane na kupanda migomba, kupanda ndizi, kupanda viazi, kupanda mihogo, kupanda maparachichi, kwa kuwa wakati unafika hakuna kuuza na kununua. Sasa tunajitengenezea mazingira yetu. Yaani hapa shetani anapita wapi? Sasa kama ndio lengo lako, unaenda mashambani kwa lengo hilo na unapambana kujiwekeza vitu kwa namna hiyo, haimaanishi usipande vitu. Panda kama agizo la Bwana linavyosema, panda, jiwekee chakula shambani. Kweli fanya hivyo. Ila kama tumaini lako lipo kwenye hivyo vitu, nikwambie ukweli, vitaondoka. Na vikiondoka, utajikuta sasa, baba tazama baba vinaondoka, nifanyeje? Na mgomba umehudumia kwa muda miezi 6, mwaka mzima, alafu mtu anafika na ufika mara moja tu. Upo mashambani, unaishi karibu na wafugaji, Mungu anaruhusu ng'ombe wao waje kula mahindi yako. Upo mashambani na Mungu anaruhusu ng'ombe waje kula mahindi. Si tumaini lipo kwenye mahindi? Tumaini lipo kwenye mpunga? Tumaini lipo kwenye viazi? Utapanda viazi, havitaweka. Uzoefu mgumu sana. Nakumbuka mara ya kwanza tunaenda mashambani na mke wangu. Unapambana, unapambana juhudi kubwa, unakuja kuvuna kitu unaona kidogo, unashangaa, mbona nimeweka nguvu kubwa na kwaje? Unaanza kupaniki. Unakwambia tulia, nikufundisha somo hapa mwanangu. Na niwaambie ni kitu, wale wote ambao wanangojea eti nikisikia tu Marekani imetangaza sherehe Jumapili pap, mimi mashambani pap, na shetani atakupiga pap. Niambie kweli. Shetani atatutandika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka sasa hivi tukajifunze. Unajua mara nyingi tunajifunza Mungu tunasoma kama mafungu bila hata kuelewa. Tunasoma mafungu mengi hata tuelewe na maisha nini. Mungu anasema msijisumbukie duniani, mule nini, mvae nini. Na sisi tunaona kuhubiri kwa wengine. Msisumbuke na maisha haya. Msisumbuke. Ibada hiyo jamani, hiyo ni ibada, tunajifunza ibada. Msisumbuke na maisha haya, mule nini, mnye nini. Ni kweli, sawa. Sasa inapofika wewe mwenyewe ndio uko mashambani, ndio wewe yule uliyehubiri ujumbe, wewe yule unapojikuta sasa uko hapa mashambani, vitu havieleweki, wewe mwenyewe yule unasikia, ndugu yangu, uko mjini huko vipi, ile kazi bado ipo, ile ambayo ulisema utaniajiri bado ipo? Ni nini hicho jamani? Ni kwa sababu tu ya haya maisha tunayojifunza jamani. Yesu anasema nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nawe nini? Tele. Hasa uzima ambao Yesu anatupatia ni uzima ambao anatamani kutupatia mahitaji ya kila siku. Yesu anatupatia hitaji la kiroho, na hilo ndio kubwa mno ambao dunia haiwezi kutoa. Hakuna mtu yeyote duniani anayeweza kukupatia Roho Mtakatifu. Hakuna hata mmoja, hayupo. Ila fedha mtu anaweza kukupa, mkate mtu anaweza, nguo mtu anaweza kukupa, ni rahisi lakini Roho Mtakatifu hakuna anayeweza kukupa. Sasa ikiwa dunia inaweza katoa mambo hayo, je, Mungu si zaidi sana? Mungu akatufundisha masomo, tulieni na mimi hapa, munisikilize ninachowaambia. Kwa hiyo nafika wakati ambapo unalima, sio kwamba tumaini lako lote lipo kwenye kilimo. Kwani Adamu alipewa kazi ya kulima? Hivi kazi ya kulima ya Adamu ile aliyowaza kwamba nitakuaje sasa? Nitakula nini nipambane? No, sio hivyo. Mungu anataka katika kulima, lima kwa kujifunza masomo. Ninalima shamba. Mungu nisaidie kulima moyo wangu. Lima shamba, panda mbegu. Mungu, panda mbegu kwenye moyo wangu. Mbegu inapokuwa, Mungu, nisaidie na mimi mbegu ya moyo niweze kukua. Mmea unavyopendeza, unapodhoofika mmea, usiumie, huu ni ubinafsi. Unajua sisi ni binafsi sana. Eti unaumia, mbona mahindi yangu hajazaa mwaka huu? Mbona hajazaa? Wewe Mungu unamzalia matunda. Unazaa tabia ya Kristo, ndio unajifunza, kumbe sizai tabia ya Kristo. Haya ni masomo ambayo tunajikosesha kujifunza mashambani kwa kuchelewa kwenda. Tutajilaumu sana.
tutashangaa masomo mengi yametupita na kumbe tulipaswa kujifunza miaka mingi sana iliyopita. Wengi sana, nasema wengi sana watakata tamaa kipindi cha mwisho. Watakwenda mashambani, watagundua hawana uzoefu kabisa kuishi mashambani, na Mungu anaruhusu mahitaji ya kila siku yawe kipimo katika kutuchonga na kutusaidia kufika mbinguni. Na Mungu anasema majaliwa ya Mungu ndio shule bora sana. Amesema providence za Mungu ni shule bora sana. Na providence ni nini? Kuna wakati Mungu anakutoa mahali pa raha, anakuweka mahali pagumu, unaanza kulalamika. Usilalamike, Mungu hataki hivyo. Mungu anataka utulie na yeye. Mungu, umenitoa mahali pa raha, umenileta hapa, lengo lako ni nini? Na Mungu asaidie sana. Kuna wakati Mungu anaona kabisa pesa zinaisha, na unaona zinaisha, chakula kinaisha nyumbani. Unaona kabisa mambo yanaanza kuvurugika nyumbani. Uwe mtu wa maombi. Si amekuita yeye, haujaitwa na mwanadamu kwenye kazi yake. Si uliacha kazi ya udaktari, si uliacha kazi ya uinjinia, si uliacha shule wewe kwa ajili ya Kristo. Sasa wasiwasi wako ni nini? Mbona watu wanaacha shule, wanaacha udaktari kwa ajili ya kuwa wachekeshaji, wanakuwa waigizaji, wanaacha vitu hivi kuwa tu wale inspiration speakers, wanaongea, wanatia watu moyo. Mbona watu wako namna na wanakula chakula na wanapewa fedha duniani? Sasa wewe unafanya kazi ya Mungu. Mungu kazi yake, hii kazi ninayofanya hapa ni zaidi ya kazi ya rais. Hii kazi inafanyika hapa ni zaidi ya kazi ya rais. Hii kazi ni nzito, ni zaidi ya kazi ya profesa. Kwa sababu profesa atafanya kazi ya kufanya watu waelewe kitu hiki na kuajiriwa. Basi wawe na maisha bora duniani hapa, mwisho siku imeishia hapo. Lakini kazi hii tunafanya kazi ya kutoa watu duniani waelewe mpango wa ukombozi, wafike mbinguni, wakaishi milele. Sasa unadhani Mungu atashindwa kunisupport mimi kwa kazi hii ninayofanya? Hii kazi ni ya Mungu, sio kazi ya mwanadamu, na Mungu mwenyewe ataishikilia kazi hii mpaka mwisho wa wakati. Mungu atusaidie tupate kuomba. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema wa upendo na huruma, asante kwa neema yako, asante kwa neno lako. Umetufundisha na kutuonyesha wazi katika maandiko matakatifu namna ambavyo tunapaswa kukutegemea wewe. Maandalizi haya ya msingi ambayo Baba tunajifunza, na jambo la kwanza tumeanza kuangalia ibada lakini bado hatujamaliza lote. Tusaidie kipindi kijacho kuendelea hapa tulipoishia. Utuongoze Baba hatua kwa hatua kujua mapenzi yako ni nini kwenye hii dunia. Shetani ametufundisha ujinga, upumbavu kwa muda mwingi sana. Ametufundisha kutegemea akili zetu, kutegemea dunia, kutegemea mambo jinsi yanavyoenda au juhudi zetu binafsi. Baba, ni makosa makubwa sana. Tusaidie sasa, tuongoe Mungu wetu wa mbinguni. Tunatamani kufahamu namna gani unavyoongoza mambo na namna gani unatamani kutuokoa katika wakati huu ambao tunaishi. Baba, najiacha kwako na mkabidhi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Maranatha Ministry. Ikiwa natamani kupata shamba, ikiwa natamani kupata mke, ikiwa natamani kupata chochote kwenye hii dunia Baba ambacho unaona ni cha msingi yeye kukipata kwa ajili ya wokovu wake, Baba ukampatie na ukamsaidie kujua mapenzi yako ni nini, na ajifunze na mimi nijifunze, sote tujifunze kukutegemea wewe, maana kazi hii ni ya kwako na sisi ni mali yako. Sisi sio mali ya mtu mwingine yoyote. Tunapaswa kukulilia wewe na kukuomba wewe, Mungu wa mbinguni. Tusaidie Baba yetu mwema, utulinde na ututunze, shetani asipate nafasi ya kuondoa kile ambacho kimepandwa katika mioyo yetu. Somo hili ni la muhimu sana. Najua shetani atapiga vita, atapambana na watoto wako wasilielewe, lakini Bwana tafadhali naomba kaandae mioyo yetu iweze kuwa udongo mzuri kuelewa mapenzi yako. Nashukuru kwa sababu umesikia Bwana na utatekeleza jambo hili kwa kadiri ya mapenzi yako. Neema yako iwe nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.